Kuna falsafa 5 za Carl Gustav Jung, mwanafalsafa na mwanasaikolojia aliyesoma kina cha nafsi ya mwanadamu kuliko wengi, ambazo kama utazielewa leo zinaweza kubadilisha kabisa namna unavyoishi na namna unavyochukulia maumivu ya kihisia, mahusiano na msimamo wako binafsi. Tatizo la watu wengi ni hili: wanataka maisha yawe mepesi bila wao wenyewe kubadilika ndani. Wanataka amani, lakini hawako tayari kuelewa giza lililopo ndani yao. Jung alisema, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Karibu kwenye kanuni 5 zitakazo kufungua macho na kukufanya uishi kwa utimilifu zaidi. 1. Kanuni ya kivuli, the shadow self. Everyone carries a shadow, and the less it is embodied in the individual's conscious life, the darker and denser it is. Kivuli ni yale maeneo ya utu wako ambayo hutaki kukubali: wivu, hasira, hofu, tamaa, ubinafsi, visasi, kutokujiamini. Ukikataa kuviona, ndivyo vinavyokuumiza zaidi kwenye mahusiano na maamuzi ya maisha. Mfano, unakataa kukubali kuwa una wivu, lakini kila unapomwona mtu akifanikiwa, unajikuta ukitumia nguvu nyingi kumsema vibaya. Au unakataa kukubali kuwa una hofu ya kuachwa, lakini kila mtu anayekuwa karibu yako unamkaba na kumfuatilia kupita kiasi. Namna ya kuiepuka. Ujuzi wa Jung unasema, kubali kwanza, tambua kilichopo. Andika tabia zako mbaya bila kujihukumu. Ukisema mimi ni mjeuri, ndio mwanzo wa kutokuwa mjeuri tena. Ukisema nina wivu, ndipo unaweza kuanza kutibu chanzo chake. Unachokataa kukikubali kinakuwa na nguvu juu yako. 2. Kanuni ya mambo unayoyapata kutoka kwa wengine, projection. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Jung anasema, mara nyingi tunachokiona kwa wengine ni kioo cha nafsi yetu. Unapomwambia mtu, huyu ni mbinafsi, mara nyingi ni kwa sababu una chembe ya ubinafsi ambayo hukubali. Mfano, unamchukia mtu fulani kazini kwa sababu anajiona, lakini ukiangalia ndani, wewe pia unapenda kutambuliwa na kusifiwa. Au unaposema mtu fulani ana hasira sana, kumbe wewe mwenyewe una hasira ambayo umeizika ndani. Namna ya kuiepuka. Kila ukikasirishwa na mtu, usikimbilie kusema hana. Ulize, nilikumbushwa nini ndani yangu? Ni sehemu gani yangu ambayo sijatengeneza? Badala ya kushambulia watu, tafuta chanzo ndani yako. Hapo ndipo utakapoacha kuchukulia mambo ya watu kama mashambulizi binafsi. 3. Kanuni ya kuumia ili kukua. No pain, no transformation. Jung aliamini kuwa maumivu ya kihisia ni madarasa ya ndani kabisa ya maisha. Hakuna ukuaji unaotokea bila kupitia kuvunjika, kusalitiwa, kukataliwa au kuachwa. There is no coming to consciousness without pain. Mfano, unapokataliwa na mtu uliyempenda, mara nyingi unajifunza mipaka ya thamani yako. Unapoachwa ghafla, unajifunza kuwa amani ya moyo haipaswi kutegemea uwepo wa mtu mwingine. Unapojeruhiwa na rafiki, unajifunza kuchagua watu kwa busara. Namna ya kuiepuka. Usipige vita maumivu yako. Yapokee, yasikilize. Andika unachohisi. Nenda kwa mazoezi. Tafuta utulivu. Maumivu hayaji kukuua, yanakuja kukuonyesha sehemu ambayo hutaki kuikubali. Kila kovu ni darasa, sio laana. 3. Kanuni ya nafsi ya kweli dhidi ya nafsi ya kuigiza. The persona versus the true self. Persona ni mask unayovaa ili watu wakubaliane na wewe. Unajifanya mwenye furaha wakati unaumia, unajifanya mpole wakati una hasira, au unajifanya hodari wakati umevunjika. Mfano, kwenye mitandao unaonekana mtu wa nguvu, lakini usiku unalia ukiwa peke yako. Kwa marafiki, unaonekana mtu anayependa kusaidia, lakini ndani unauma kwa kutopata msaada wowote.
Kwa familia unaonekana jasiri, lakini deep down unaogopa kila siku. Tatizo ni kwamba watu wanapokupenda kwa mask, unajikuta hauna uhakika kama wanampenda wewe au persona yako. Namna ya kuiepuka: jifunze kusema ukweli kwa upole. Sijisikii vizuri leo. Hii inaniumiza. Nahitaji msaada. Kadri unavyoruhusu watu wakujue kwa kweli, ndivyo unavyopata mahusiano ya kweli. Mask inaokoa heshima, lakini inaua nafsi. 5. Kanuni ya hatma unayoijengea kwa mawazo yako. The individuation principle. Hii ndiyo kanuni kuu ya Jung: kuwa mtu kamili, sio nusu mtu. Ni safari ya kujijua, kujikubali na kuwa toleo bora ya nafsi yako. Mfano, unaanza kujua vitu vinavyokutuliza, unaanza kutambua mipaka yako, kuchagua watu kwa busara, unaanza kutoa bila kuumia, unaanza kukubali maumivu bila kukata tamaa. Unaanza kujua tofauti ya kile unachotaka na kile watu wanataka uamini. Namna ya kuiepuka: usiishi kwa mujibu wa matarajio ya watu. Usilinganishe na safari ya mtu mwingine. Kila siku fanya kitu kidogo kinachokujenga: kusoma, kuandika, kutafakari, kutembea au kufanya self-reflection. Hatima yako haijengwi yenyewe, unaijenga hatua kwa hatua. Kama Jung angekuwa hai leo, angekwambia, ndani ya kila mtu kuna mwanga na giza. Ushindi wa maisha unatoka kwenye kujua vyote viwi. Kama video hii imekugusa, like, comment, share na subscribe, kwa sababu safari ya kujijua haiishi kamwe. Usisahau kuandika hapo chini, ni kanuni gani ya Jung imegusa nafsi yako na kwa nini?